umetukuka peke yako. Nataka tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12. Tutasoma sura yote lakini kwa kurukaruka. Kwa wakati huu tuanze ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 5. Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 5. Nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne 4 wa mlinde. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Twende pia tusome Matendo ya Mitume sura ya 4. Tuangalie tafsiri ya kile ambacho tumekisoma katika mstari hiyo iliyopita. Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 3. Biblia inasema, hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakatokea, wakafadhaika sana, kwa sababu wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Bwana Mungu libariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yamezungumza habari za mtu mmoja anaitwa Herode. Herode alikuwa ni mfalme katika Uyahudi. Alikuwa ni mfalme katika nchi ya Uyahudi. Alikuwa akiwaongoza Wayahudi. Lakini huyu Herode alikuwa ni kiongozi, si kiongozi wa kidini. Alikuwa ni kiongozi wa kisiasa katika Uyahudi, ambaye alikuwa anawaongoza Wayahudi. Sasa katika kipindi hicho ndio kanisa lilikuwa limeanza, na mitume walikuwa wanahubiri injili kwa kasi, kwa spidi isiyo ya kawaida. Na kama vile ambavyo tumeona katika ile sura ya 4 kwamba wale mitume walipokuwa wakifundisha na kuhubiri habari za Yesu, Wayahudi hawakupendezwa na jambo lile, kwa sababu wao walikuwa hawajamwamini Kristo, na kwa maana hiyo wasingependa kuona watu wanabadilika kutoka kuamini katika dini ya Kiyahudi na kumwamini Kristo Yesu Mwokozi. Kwa hiyo wakati wanaendelea kuhubiri, mitume wakaanza kuwakamata na kuwatia gerezani ili wasiendelee kuhubiri. Sasa wakati huu katika sura ya 12 Herode naye akaingia katika mkumbo huu. Kumbuka jambo hili lilikuwa linafanywa na viongozi wa dini ya Kiyahudi. Ndio waliokuwa wanawakamata watu na kuwazuia mitume wasihubiri habari za injili ya Yesu Kristo. Walikuwa ni viongozi wa dini ya Kiyahudi pamoja na Masadukayo. Ndio waliokuwa wanafanya hiyo kazi ya kuwazuia watu, kuwakamata na kuwatia gerezani ili wasihubiri habari za Yesu. Sasa ikafika kipindi Herode naye kama kiongozi wa Wayahudi, si kiongozi wa kidini, kama kiongozi ambaye yeye anasimamia masuala ya utawala na kadhalika, na yeye akaingia katika shughuli ile ya kuwakamata waliokuwa wakihubiri habari za Yesu na kuwafunga gerezani. Lakini tu sio kuwafunga gerezani na baadaye kuwaua. Akaanza na Yakobo, akamkamata Yakobo, akamua.
alipoona jambo hilo kwamba limewafurahisha na kuwapendeza Wayahudi, akaendelea akamkamata na Petro. Alipokuwa amemkamata Petro, bahati nzuri akamkamata wakati wa sikukuu ya Pasaka. Ndio maandiko yanasema wakati ule ulikuwa ni wakati wa mikate isiyochachwa. Manake kilikuwa ni kipindi cha Pasaka. Na Wayahudi walikuwa wanaheshimu sana Pasaka. Ile Pasaka yao walikuwa kiheshimu sana. Sasa anamkamata Petro wakati huo. Sasa kwa sababu ilikuwa ni wakati wa sikukuu na asingeweza kumuua wakati ule wa sikukuu, ikabidi amweke gerezani. Akamweka gerezani ili kwamba baada ya ile sikukuu ya Pasaka aweze kumuua. Petro akakaa gerezani, maandiko yanasema akarindwa na vikosi 4 vya askari 4. Manake walikuwa wakipeana zamu kumlinda pale gerezani. Lakini jambo linalofurahisha ni kwamba kanisa liliposikia kwamba Petro amekamatwa na amewekwa gerezani, kanisa liliamua kuwa na maombi maalum. Sema maombi maalum. Kanisa liliamua liwe na maombi maalum. Si kwa ajili ya kuomba ili watu waokoke, si kwa ajili ya kuomba ili mambo kadha wa kadha yafanyike. Waliamua kuwa na maombi maalum kwa ajili ya kumwombea Petro ambaye amewekwa gerezani. Wakaamua kukusanyika katika nyumba ya mama moja. Hapo wakakusanyika watu wengi, wakawa wanaomba usiku na mchana, wanamlilia Mungu kwa ajili ya Petro. Wanalia mbele za Mungu, wanaomba, wanamwombea Petro ili kwamba asiuliwe. Lakini wakati huo Petro yupo gerezani na yupo katikati ya vikosi 4 vinamlinda. Vikosi 4 vinamlinda ili asitoroke. Lakini si kwamba alikuwa mahali ambapo angeweza kutoroka kirahisi. Ilikuwa ni gerezani na amefungwa minyororo. Amefungwa minyororo miguuni na yuko katika chumba cha ndani. Lakini hiyo haikutosha, akawa analala katikati ya askari 2 wanamlinda. Haya yakiendelea, kanisa nalo hukule limekusanyika katika nyumba ya Mariamu mama yake na Marko, wanaomba. Ndugu zangu, unapokabiliwa na jambo ambalo unaona kabisa hili si jambo la kawaida, kitu ambacho unatakiwa ukifanye ni kuomba. Kuna vita ambazo hata silaha haziwezi kukusaidia. Kuna hali unaweza ukafikia ambayo hata ungekuwa na silaha kiasi gani, ungekuwa na influence kiasi gani, hauwezi kupata msaada. Ila Mungu peke yake anaweza kukusaidia. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Hiyo ndio hatua ambayo Petro alikuwa amefika. Maana tayari alikuwa ametiwa nguvu, amekamatwa. Na aliyekuwa amemkamata hakuwa kiongozi wa dini ile ya Kiyahudi. Alikuwa ni kiongozi mwenye mamlaka kisheria. Amemkamata. Ni ambaye alikuwa amemkamata. Amemtia gerezani. Na si kwamba tu amepelekwa gerezani, lakini amefungwa minyororo. Na wako askari wanamlinda. Na ni kwamba baada ya sikukuu anatakiwa kuuawa. Katika yale mazingira, katika ile hali, silaha peke yake ambayo ingetosha kumsaidia ilikuwa ni maombi. Na ndio maana utaona kanisa waliamua kuomba. Kanisa waliamua kwenda mbele za Mungu kumwombea Petro. Kitu ambacho kanisa walifanya. Na kitu hiki tunapaswa kufanya hata sisi kanisa la leo. Kanisa la leo maneno mengi. Siku hizi kanisa la leo maneno mengi zaidi kuliko maombi. We speak too much than pray. Yaani hatuombi sana kama tunavyoongea. Jamani, maneno hayasaidi, maneno matupu hayasaidi. Kuongea sana kuweza kukupa mafanikio. Hata ingekuwa ni kazi.
Kama hufanyi kazi, unaongea tu, hautapata mafanikio yoyote. Kwa kitu ambacho tunatakiwa tukifanye, ndugu zangu, kanisa la leo, jambo ambalo tunatakiwa tulifanye kwa nguvu kubwa ni kuomba. Maombi ndio yanaweza kutusaidia. Sikiliza, hawa watu, kanisa hili alipokuwa wamekamatwa Petro, wangeishia tu kulalamika, isingesaidia kitu. Lakini ile hatua walioichukua ya kuomba ndio ilileta matokeo ambayo walikuwa wanayatamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa tuangalie matokeo mawili. Mambo mawili yaliyotokea kanisa lilipoomba. Naomba yaandike matokeo ya maombi ya kanisa. Unaweza kuandika heading kwa herufi kubwa kwamba matokeo ya maombi ya kanisa. Matokeo ya maombi yao, kwamba walipoamua kuomba siku ile, walipoamua kufanya maombi maalum baada ya Petro kukamatwa, ni nini kilichotokea? Mambo mawili nataka nikuonyeshe, afu twende tukaombe. Nikuonyeshe mambo mawili yaliyotokea baada ya hapo. Twende tukaseme na Mungu jioni hii ya leo. Jambo la kwanza lililotokea baada ya kanisa kwenda mbele za Mungu kwa maombi, jambo la kwanza lililotokea ni kwamba Petro alitolewa gerezani kwa njia ya muujiza. Hili ndilo lilikuwa jambo la kwanza kabisa lililotokea kanisa walipoamua kuchukua hatua ya kuomba, kwamba Petro alitolewa gerezani kwa njia ya muujiza. Kwa kawaida mtu anapokuwa amewekwa gerezani, iwe ni mahabusu au ni jela, kwa maana kwamba amekwisha kuhukumiwa na hukumu yake imemtia gerezani, vyote hivi, ili huyu mtu atoke gerezani, lazima mambo haya matatu kimoja kitokee, kimoja kifanyike. Ama apewe dhamana, kwamba huyu mtu alikuwa hajahukumiwa, alikuwa amewekwa mahabusu. Sasa ili atoke, jambo la kwanza apewe dhamana. Jambo la pili katika hali ya kawaida lazima litokee, apate msamaha. Huyu mtu amehukumiwa, sasa apate msamaha, asamehewe. Lakini jambo la tatu, amalize kifungo chake. Mambo haya matatu ndio yanaweza akamfanya mtu ambaye alikuwa amewekwa gerezani atolewe gerezani. Lakini sasa kilichotokea kwa Petro ni tofauti. Wakati ule Petro alipokuwa amewekwa gerezani, ikingojelewa kwamba sikukuu ya Pasaka ipite ili auawe, kilichotokea ni tofauti. Petro hakupata dhamana, hakutoa kwa dhamana. Petro si kwamba alipata msamaha, lakini si kwamba alimaliza kifungo chake. Wakati alipokuwa amekaa katikati ya askari wawili wakiwa wanamlinda pale gerezani, kanisa lilipokuwa linaomba, kitu kilichotokea ni kitu cha kipekee sana, kwa sababu Mungu aliamua kumtoa kwa namna ya muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 7 na wa 9. Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari ule wa 7 hadi mstari wa 9. Biblia inasema, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamng'alia mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamamsha, akasema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka miguuni. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. It was not easy. Haikuwa jambo la rahisi. Lilikuwa ni jambo la kipekee sana, ambalo Petro mwenyewe hakuwahi kuliwaza wala kulifikiri kama lingeweza kutokea kwenye maisha yake. Lakini kitu kilichotokea ni kwamba malaika alitumwa kutoka mbinguni. When the church was praying, kanisa walipokuwa wanaomba, walipokuwa wakiendelea kuomba na kuomba na kuomba, wanamwombea Petro.
Ndio kwamba Mungu alimtuma malaika kutoka mbinguni akaingia mle gerezani. Alipoingia pale gerezani, nuru ikamng'alia Petro. Akashangaa mwanga mkali mle chumbani. Wakati anashangaa hivyo, akasikia mtu anampiga ubavuni. Akamwambia, amka, vaa viatu vyako. Wakati mwambia tu amka, pale pale minyororo ikamanguka miguuni mwake. Manake akawa huru tayari, minyororo haiko tena. Akamwambia, vaa viatu vyako. Vaa viatu vyako. Alipomaliza kuvaa viatu vyake, akamwambia, jifunge na nguo yako. Manake weka na mtandio wako. Unajua zamani walikuwa wanavaa, mtu alikuwa anavaa kanzu, akivaa kanzu anaweka na ile sijui leo hii tunaita mtandio, lakini nafikiri kuna jina lake maalum. Anaweka ile. Na Daudi pia alikuwa anavaa hiyo. Na ndio maana wakati mwingine tunasoma kwenye maandiko kwamba Daudi alicheza mpaka ngozi ikavuka. Si kwamba Daudi ngozi ilivuka kabisa akawa ucha, ni aina hiyo ya vazi lilidondoka wakati alipokuwa anamsifu. Sasa akamwambia, jivike nguo yako unifuate. Petro akatolewa mle gerezani kwa muujiza huo. Lakini ni kwa sababu kanisa walikuwa wameomba. Kwa wakati kanisa wanaendelea kuomba, Mungu akasikia maombi yao. Mungu aliposikia maombi yao, akaenda akamtoa Petro mle gerezani. When you pray, unapoomba maombi yako kwa dhati, Mungu huwa haachi kufanya. Mungu anafanya, na kile ambacho kilikuwa kiwezekani kinawezekana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa kanisa likisimama kwenye nafasi yake, Mungu anatenda kazi duniani. Amen. Haleluya. Amen. Hata sisi, wewe peke yako, ukisimama kwenye nafasi yako kikamilifu kabisa, utamfanya Mungu atende kazi katika mazingira yako. Jambo la pili lililotokea wakati kanisa lilipokuwa linaomba kwa ajili ya Petro, alipokuwa amefungwa, ametiwa gerezani. Amewekwa gerezani kule kwa lengo la kuuliwa baada ya Pasaka. Jambo la pili lililotokea baada ya kanisa kuomba ni kwamba Mungu alipigana upande wa kanisa. Unapoomba, unapoingia katika maombi kuombea jambo fulani, kitu ambacho Mungu anafanya, anapigana upande wako. Mungu anakuwa upande wako ili kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu anapigana upande wako. Majeshi ya mbinguni yanapigana upande wako unapoamua kulibeba jambo na kuliombea. Sikilizeni ndugu zangu, ulikuwa sio wakati wa kawaida. Ulikuwa sio wakati wa kawaida ambao kanisa lilikuwa linapitia. Kanisa walipoomba, kanisa waliposimama wakaomba, kitu ambacho Mungu alikifanya, aliamua kupigana upande wa kanisa. Alikuwa upande wa kanisa. Angalia Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 21 hadi wa 25. Nataka nisome hapo alafu tukaomba. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari ule wa 21 hadi ule mstari wa 25. Biblia inasema, basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akariwa na chango, akatokwa na roho. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Hiki ndicho kilichotokea. Mungu alipigana upande wao. Yule ambaye alikuwa anawatesa, yule ambaye alikuwa amechukua hatamu, ameungana na dini ya Kiyahudi kuwatesa watumishi wa Mungu.
Unaona kilichotokea? Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Pale chini ukisoma mstari wa 24 unaonyesha baada ya pale neno la Mungu likazidi kuenea. Manake the barrier has been moved. Kikwazo na kizuizi kilichokuwa kinawazuia kimeondolewa. Herode ameliwa na chango, ametokwa na roho. Alikuwa ni Mungu amesimama upande wa kanisa ili kupigana na adui wa kanisa. Ushindi ukawa upande wa kanisa. Wakapata ushindi na kazi ya Mungu ikasonga mbele. Lakini mambo haya yalikuwa ni matokeo ya maombi maalum. Haleluya. Amen. Yalikuwa ni matokeo ya maombi maalum. Unapoamua kuomba maombi maalum kwa sababu ya jambo fulani unalokabiliwa nalo, Mungu hawezi kuacha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme hivi. Unapokuwa unaona kabisa kuna jambo liko mbele yako, hauwezi wewe peke yako, nenda mbele za Mungu, fanya maombi maalum. Usiombe ni mlando umeomba, sema naenda kuomba maombi maalum kwa sababu ya jambo fulani ambalo liko mbele yangu.